Kombe la dunia halitokuwa kama ulivyozoea, kwani sasa hivi kuna sheria 7 mpya. Kombe la dunia la mwaka 2026 linatarajiwa kuleta mabadiliko kadhaa katika sheria za mchezo, yani laws of the game, zitakazobadilisha namna soka linavyochezwa na kusimamiwa. Mabadiliko haya yanalenga kupunguza upotevu wa muda, kuongeza haki katika maamuzi ya waamuzi na kudhibiti mbinu ambazo zimekuwa zikitumika kuvuruga kasi ya mchezo. Mwenyekiti wa kamati ya waamuzi wa FIFA, Pierluigi Collina, amesema baadhi ya mabadiliko hayo tayari yameshaidhinishwa, huku mengine yakitarajiwa kukamilika rasmi wakati wa maonyesho hayo makubwa zaidi ya soka duniani. Lengo kuu ni kuhakikisha mchezo unakuwa wa kasi zaidi na wenye uwazi, huku matokeo yakiamuliwa zaidi na uwezo wa timu uwanjani. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na malalamiko kuhusu mbinu za kupoteza muda na mapumziko ya kimkakati wakati wa mechi, ambapo baadhi ya wachezaji hujifanya kuumwa ili kutoa nafasi ya makocha kutoa maelekezo. FIFA sasa inachukua hatua kali kuhakikisha tabia hizo zinadhibitiwa. Mabadiliko haya yanatarajiwa kufanya kombe la dunia la mwaka 2026 kuwa moja ya michuano yenye sheria zilizobadilishwa zaidi katika historia ya soka la kisasa, huku waamuzi wakipewa mamlaka zaidi kusimamia mchezo kwa haki na kwa kasi. Si vema wachezaji wote kutoka uwanjani. Moja ya mabadiliko muhimu ya kuzuia kile kinachoitwa mapumziko ya kimkakati ya kipa. Hii ni hali ambapo kipa hujilaza chini akidai kuumia, huku wachezaji wengine wakitoka uwanjani kuelekea benchi la ufundi kwa ajili ya maelekezo ya kocha. FIFA imeamua kuwa iwapo kipa ataumia na mchezo kusimamishwa, wachezaji wa timu zote hawaruhusiwi kwenda kwenye benchi la ufundi. Badala yake, watabaki sehemu walipo au kukusanyika katikati ya uwanja wakisubiri mchezo kuendelea. Hatua hii inalenga kuondoa matumizi ya majeraha kama njia ya kupata muda wa kupanga mikakati na kuhakikisha mchezo haukatizwi kwa sababu hizo zisizo za lazima. Collina amesema ni jambo lisilo la kawaida kuona kipa, mwamuzi na wahudumu pekee uwanjani huku wachezaji wengine wote wakiwa pembeni, na kwamba mabadiliko haya yatafanya mchezo kuwa wa haki zaidi. Collina anasema bao linatokana na faulu kabla ya mpira kuchezwa, si la haki. Mabadiliko mengine makubwa yanahusu matumizi ya teknolojia ya usaidizi wa video, yani VAR, katika mipira ya adhabu na kona. Hapo awali, matukio ya faulu yalitokea kabla ya mpira kuchezwa rasmi, hayakuweza kuchunguzwa na VAR, jambo lililozua malalamiko katika baadhi ya mechi. Collina anasema baadhi ya mabao yamekuwa yakipatikana katika mazingira yasiyo ya haki, hasa pale ambapo washambuliaji wanapofanya makosa au vizuizi kabla ya mpira kupigwa, lakini mchezo unaendelea kama kawaida. Kwa sasa IFAB imekubali mabadiliko yanayoruhusu VAR kuchunguza makosa yanayotokea kabla ya mpira kuchezwa, ikiwa tukio hilo linaathiri moja kwa moja matokeo ya mchezo kama bao, penati au adhabu ya kinidhamu. Hii ina maana kuwa iwapo itabainika kulikuwa na faulu kabla ya kona au mpira wa adhabu kupigwa, mwamuzi anaweza kuamuru mpira urudiwe tena. Sasa hizi ndio sheria 7 mpya za kombe la dunia. Miongoni mwa mabadiliko makubwa yaliyotumika katika kombe la dunia la mwaka 2026 ni sheria za kuhesabu sekunde 5 kwa mipira ya kurusha. Ikiwa mchezaji atachelewesha kwa makusudi kurusha mpira mchezoni, baada ya muda huo kuisha, mwamuzi anaweza kuipa timu pinzani haki ya kurusha mpira huo. Sheria kama hiyo itatumika pia kwenye mpira wa golikipa, sekunde 5 kwa mpira wa golikipa. Endapo timu itajaribu kupoteza muda kwa kuchelewa kuanza tena mchezo, mwamuzi anaweza kuipa timu pinzani kona kama adhabu. Lengo ni kupunguza tabia ya kupoteza muda, hasa wakati wa dakika za mwisho za mechi. Mabadiliko mengine yanahusu mabadiliko ya wachezaji. Mchezaji anayefanyiwa mabadiliko, yani sabu, atakuwa na sekunde 10 tu za kutoka nje kupitia njia ya karibu zaidi. Akichelewa zaidi ya muda huo, mchezaji mbadala hataruhusiwa kuingia mara moja na timu italazimika kucheza ikiwa pungufu kwa muda wa dakika 1. Kwa upande wa matibabu ya majeruhi, mchezaji anayepatiwa huduma ya kitabibu atalazimika kubaki nje ya uwanja kwa sekunde 60 kabla ya kuruhusiwa kurejea, isipokuwa katika mazingira maalum kama majeraha ya kipa
au pale mpinzani amepewa kadi ya njano au nyekundu. Mchezaji atakayefunika mdomo wake kwa mkono, jezi au njia nyingine wakati wa kuzungumza au kubishana na mpinzani mwenzake anaweza kuadhibiwa kwa kadi nyekundu, hatua inayolenga kuongeza uwazi na kuzuia tabia zinazoweza kuficha mawasiliano ya wachezaji, hasa matusi na ubaguzi wa rangi. VAR pia imepewa mamlaka mpya. Waamuzi wa video sasa wanaweza kuchunguza kama kona au mpira wa adhabu umetolewa kwa usahihi kabla ya mchezo kuendelea. Na pia wataweza kupitia uamuzi wa kadi ya pili ya njano uliosababisha mchezaji kutolewa uwanjani. Hata hivyo, kadi za njano za kawaida hazitaangaliwa na VAR. FIFA inasema mabadiliko haya yote yanalenga kufanya kombe la dunia la mwaka 2026 kuwa la haki zaidi, la kasi zaidi, na lenye kupunguza malalamiko kuhusu maamuzi ya waamuzi, huku ikihakikisha soka linabaki kuwa mchezo wa ushindani na burudani duniani kote. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe.